Habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus. Leo ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi Februari, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2026. Nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Eden Bahati, nitakuletea habari za kitaifa, kimataifa na biashara, na katika habari za michezo na burudani tutaungana na Esther binti wa Mtebe ambaye yeye atatujuza katika mengi ya kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu tuanze na habari za kitaifa. Serikali imesema itagharamia kwa 100% vipimo na matibabu ya magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo kisukari, saratani, magonjwa ya figo, moyo, mifupa na mishipa ya fahamu, ikiwa ni utekelezaji wa ahadi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alizozitoa wakati anaingia madarakani Novemba 3 mwaka 2025. Waziri Mkuu amesisitiza kuwa uamuzi huo ni sehemu ya dhamira ya dhati ya serikali katika kulinda afya ya Watanzania, kuimarisha mfumo wa huduma za afya na kuhakikisha hakuna wananchi anayeshindwa kupata matibabu muhimu kutokana na ukosefu wa uwezo wa kifedha. Dr. Mwigulu amesema hayo leo Ijumaa Februari 6, 2026 wakati wa kuahirisha mkutano wa pili wa Bunge la 13 jijini Dodoma, ambapo amesisitiza kuwa serikali imepata mafanikio makubwa katika sekta ya afya, ikiwemo kuongeza wigo wa upatikanaji na ufanisi wa utoaji wa huduma za afya nchini. Kwa upande wa afya, serikali imepata mafanikio makubwa ikiwemo kuongeza wigo wa upatikanaji na ufanisi wa utoaji wa huduma za afya hapa nchini. Mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya afya ni pamoja na haya yafuatayo: kuendelea kuratibu utekelezaji wa mpango wa taifa wa bima ya afya kwa wote kwa awamu ya majaribio ambao unahusisha makundi maalum ya watoto, wazee, wajawazito na watu wenye ulemavu, kugharamia kwa 100% matibabu ya vipimo vya kibingwa kwa magonjwa sugu yasiyoambukiza yakiwemo saratani, figo, moyo, sukari, mifupa na mishipa ya fahamu, kuondoa zuio la kuchukua miili ya marehemu katika vituo vya umma vya kutolea huduma za afya kwa kigezo cha madeni kote nchini, na kufanya uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya afya. Tuelekee huko mkoani Mara ambapo serikali imeanza zoezi la kusajili zaidi ya wanachama 62,000 katika manispaa ya Musoma mkoani Mara wanaoishi katika mazingira magumu katika mpango wa bima ya afya kwa wote awamu ya kwanza itakayogharimiwa na serikali, huku wakurugenzi na watendaji wakionywa kutokuwa kikwazo katika zoezi hilo. Tupate undani wa taarifa hiyo kutoka kwa Musa Makali kutoka Mara. Ni utekelezaji wa ahadi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na hizi ni siku 100 alizoziahidi wakati akiomba ridhaa ya kuongoza, ambapo zoezi la usajili wa bima afya kwa wote limeanza, na hapa mkoani Mara ni takribani kaya 14,143 natarajiwa kusajili zenye wanufaika 62,444, ambapo wananchi wakizungumza hapa mkoani Mara wamesema zoezi hili litasaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa changamoto ambazo walizokuwa wakipata wanapokuwa wanahitaji huduma. Nashukuru kwanza Mungu kumpata Samia mwenye elimu njema, kwa sababu ameonelea kwamba wananchi wengi hawana vipato, wana shida. Kwa sababu tukishapata hii bima ya afya lazima itatusaidia kulingana na usumbufu wa hospitali ule. Isiwe kwamba sababu kuna wengi tunakuwa tuna bima, tukishafika pale tunaambia mara madawa hamna tukanunue. Tunaomba hii bima iliyotoka hii tusaidie tuweze kupata mahitaji yote yanayotakikana kwenye matibabu yetu. Akizungumza mratibu wa zoezi hili katika mkoa wa Mara, Fidelis Balagai, amesema serikali itagharamia bima za afya kwa wote kwa kaya zote ambazo zina uhitaji. Kaya za watu wasiokuwa na uwezo, hawa wao itawagharamia sasa bima ya afya, inawasapoti bima ya afya kwa sababu ni kaya za watu ambao wasiokuwa na uwezo. Akipita kuangalia utekelezaji wa zoezi hili, mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka amewataka wakurugenzi pamoja na watendaji kutokuwa kikwazo ya utekelezaji wa zoezi hili. Usajili huu unaenda kwa awamu. Awamu ya kwanza tutasajili kaya ambazo hazina uwezo, na ndani ya miezi 3 mpaka 6 tutasajili pia wananchi wote. Bima hii ya afya kwa wote ni mkombozi kwa wananchi wale ambao walikuwa wanateseka, na nitoe rai na nitoa maelekezo kwa watendaji wote pamoja na wenye viti kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa. Kutoka hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10.
Asante Musa Makali kwa taarifa hiyo. Tuelekee jijini Dodoma ambapo Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu amewahimiza watendaji wa serikali kuacha mitazamo inayokwamisha utendaji na badala yake kufanya kazi kwa weledi, ubunifu na kujituma ili kufanikisha malengo ya maendeleo ya taifa. Tupate undani wa taarifa hiyo kutoka Dodoma. Akizungumza kabla ya kuhitimisha vikao vya bunge jijini Dodoma, Spika wa Bunge Musa Azan Zungu amesisitiza watendaji kusimamia miradi ya serikali kwa ubunifu. Mimi nilikuwa nimesema Mheshimiwa Waziri Mkuu, kaa na watu wako, kaa na bodi yako, tujaribu kuondoa hizi frictions, unnecessary frictions ambazo tunazo. Kuna aina 3 za watu, aliniambia Profesa Kabudi. Watu nostalgia ambao bado wana fikra za kizamani, miono ya kizamani, kila kitu hii zamani hatukufanya. It is not about zamani. Kwa mimi nasema tumsaidie Mheshimiwa Rais, mawaziri mwene mna innovation, msisubiri tumpewe maelekezo, na nyinyi mji na mbinu zenu. Mentality ya roho mbaya tuachane nazo. Mentality ya fitina tuachane nazo. Mentality ya mtu akifuatilia kitu na kana huyu ana maslahi ya pesa tuachane nazo. Akiwasilisha hoja ya kuhitimisha shughuli za bunge, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezitaka taasisi na mashirika ya umma yanayojiendesha kibiashara kuhakikisha yanajitegemea kifedha na kuacha utegemezi usio wa lazima kwa serikali. Yaweke mikakati ya kuondokana na utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini ifikapo Juni 2029 ili kutoa fursa kwa serikali kutekeleza miradi ya maendeleo inayowahusu wananchi. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amesema ili kufikia malengo na mafanikio yaliyoainishwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, watumishi wa umma wanapaswa kuacha kufanya kazi kwa mazoea. Lazima tubadilishe mtazamo kuhusu kazi ya dola, kutoka kuwa mdhibiti kwenda kuwa mwezeshaji. Tuwe na regulatory authority moja, tuvunje zote zilizopo, tuwe na moja ili kuondoa kero, kuanza kupimana kwa kuzingatia matokeo na viashiria vinavyopimika badala kupimana kwa kuangalia shughuli mtu amezifanya. Tuende kwenye results based performance. Bunge limeahirishwa hadi Machi 31 ambapo bunge la bajeti linatarajiwa kuanza rasmi. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Asante Roda Simba kwa taarifa hiyo kutoka Dodoma. Kwingineko ni kwamba hali ya upatikanaji wa maji vijijini wilaya Geita mkoani Geita imeongezeka na kufikia 60% kutoka katika jitihada kubwa zinazofanywa na serikali ya kuhakikisha kwamba wanafikisha huduma hiyo hali hiyo baada ya ngazi kaya ifikapo mwaka 2030. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Mlisho Sadiki. Meneja wa RUWASA wilaya Geita Mhandisi Sande Batakanwa amebainisha hayo kwenye mkutano mkuu wa jumuiya 4 za watoa huduma ya maji ngazi ya jamii za Ikina, Lomgasa, Nyakagwe na Nkome, na kwamba upatikanaji huo wa maji umechangiwa kwa kiasi kikubwa na ufanisi pamoja na uwajibikaji wa jumuiya hizo. Kwa wilaya yetu ya Geita, sisi kama RUWASA tumefikia 60% ya upatikanaji wa maji. Na kwa kweli kuanzishwa kwa RUWASA lakini na CBUSO kumekuwa na mapinduzi makubwa sana ya usimamizi wa huduma ya maji. Huko nyuma ni vijiji tu vilikuwa vinasimamia, hakuna wataalamu kwa maana ya muhasibu na mafundi. Kwa hiyo unakuta miradi ile ilikuwa inaharibika ndani ya muda mfupi. Ni kuhakikisha kwamba tunaboresha ama tunafikisha huduma ya maji kwenye kaya kwa asilimia zisizopungua 90 ifikapo 2030. Shughuli za kibinadamu ikiwemo kilimo, ufugaji, ukataji miti na uchimbaji wa madini imekuwa sababu ya uharibifu wa miundombinu ya maji. Wananchi wamekuwa wakiharibu, lakini kwa ushirikiano wa viongozi wanaozunguka maeneo hayo tunatoa taarifa hizo na tunashirikiana nao vizuri kuhakikisha wananchi waliofanya vile wanachukuliwa hatua, lakini pia kutoa elimu kwa wananchi juu ya umuhimu wa vyanzo vya maji. Huduma hii inatusaidia hasa sisi wenye kata zenye changamoto ya maeneo ya uchimbaji mdogo wa madini. Kwanza sisi wananchi wanauelewa wa umuhimu wa maji, wakiangalia changamoto ambayo walikuwa nayo hapo awali. Kwa hiyo kwa sasa hivi
Cha kwanza tunatoa elimu kwa wananchi, kueleza umuhimu wa kutunza vyanzo vya maji pamoja na miradi. Mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Geita Janet Mobe amezitaka jumuiya hizo kuweka mkazo katika usimamizi wa miradi ya maji. Kwa hiyo sisi ndio tunaweza kuangalia ile miradi tuichukue kwamba ni chachu kwetu, ni maendeleo yetu. Sio maendeleo ya Ruasa, sio maendeleo ya meneja. Meneja leo yuko hapa, kesho anaweza kawa Kagera. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Asante Mrisho Sadiki kwa taarifa hiyo kutoka Geita. Kwingineko ni kwamba wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya imepokea shilingi bilioni 31 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na kuajiliwa watumishi zaidi ya 400 wa kada mbalimbali, ikiwa ni utekelezaji wa ahadi za serikali ya awamu ya 6 ndani ya siku 100 za kwanza. Epimakus Apolinari kutoka Mbeya ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza na wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wananchi wa kata ya Ikuti wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, mwenyekiti wa chama hicho wilaya ya Rungwe Maxson Mwakipunga ameeleza miradi inayoendelea kutekelezwa na fedha hizo. Miradi na mishahara karibu bilioni 31. Viko na vituo vya afya katika wilaya hii ya Rungwe. Kuna kituo cha afya cha Suma, kuna kituo cha afya cha Kisondela, kuna kituo cha afya cha Mpunga. Katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya Langaeli Akio amesisitiza vijana kuacha kutumia vibaya mitandao ya kijamii na kuchafua taswira ya nchi, huku akieleza uwepo wa mabadiliko katika utekelezaji wa miradi tangu kuasisiwa kwa Chama cha Mapinduzi. Naomba vijana muwe makini. Waswahili wanasema au vijana wa mtaani wanasema unaingizwa mkenge. Vijana wengi mnaingizwa mkenge kwa kuona kila kilichoingizwa huku serikali yako inatukanwa, serikali yako inasemwa vibaya, taifa lako linasemwa vibaya, na wewe unaungana nao na wewe unaanza kuchafua. Wenye viti wa halmashauri ya Rungwe na Busokero wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya wamekiri kupokea fedha zilizotolewa na serikali kwa ajili ya utekelezaji wa miradi, huku wananchi wakieleza namna walivyoshirikishwa katika ujio wa miradi hiyo. Wakati mwingine tutahitaji sauti yako ili kuweza kuyafikisha huko. Kwa tunakutegemea kwamba uwepo wako siku ya leo utakuwa msaada mkubwa katika utekelezaji wa mambo mbalimbali ambayo kwa nafasi yetu pengine tutaishia njiani. Mpaka sasa ndani ya siku 100 ametuletea bilioni 2 milioni 764 ambazo zitatekeleza miradi mbalimbali kwenye halmashauri yetu ya Busokero. Kwa hiyo umeme tunao, maji yameshafika kijijini. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimefanya kazi kubwa sana. Kutoka mkoani Mbeya, Epimakus Apolinari, Channel 10. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema nchi yake itajitegemea zaidi baada ya kuzidi kwa shinikizo la Marekani la vikwazo kutokana na kuhusika kwake kwa vita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanahabari wetu Lulu Ali ana undani wa habari hiyo. Akizungumza katika hafla moja iliyofanyika mjini Kigali, Kagame amesema kuwa Rwanda imedhamiria kujitegemea ili uwepo wake usitegemee bahati au nia ya wengine wanaweza kuchagua kuwasaidia sasa na kusitisha usaidizi siku zijazo. Kagame amekanusha kuhusika kijeshi kwa Rwanda moja kwa moja nchini humo licha ushahidi wa wazi kutoka kwa waangalizi wa Umoja wa Mataifa na wengine, huku yeye akisema kuhusika kwake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuisaidia dhidi ya kundi la wanamgambo linaloundwa kutokana na wale waliofanya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Balozi wa Rwanda nchini Marekani Matilde Mukantabana kwa mara ya kwanza mnamo Januari 22 wakati wa kikao cha kamati ya bunge la Marekani kuhusu masuala ya kigeni alikiri kuhusika kwa Rwanda katika operation ya moja kwa moja ya usalama wa waasi wa M23 na tawi lake la kisiasa la AFC. Mukantabana alisema Rwanda imechukua hatua hiyo ili kuzuia uvamizi mwingine wa mpakani kama ule uliofanyika katika miaka 1990 ambao unaweza kutisha uwepo wa Rwanda. Nchi hiyo ndogo iliyo katika ukanda wa maziwa makuu imejikuta katika shinikizo la kimataifa linalozidi kuongezeka kufuatia ushirikiano wake na waasi wa M23, kundi ambalo mwaka jana liliteka eneo kubwa la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itakumbukwa mkataba wa amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliosimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump ulisainiwa Washington kuelekea mwishoni mwa mwaka jana, ila siku chache baadaye waasi wa M23 wakauteka mji wa Uvira. Lula Ali, Channel 10+.
Asante Lulu Ali kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba zaidi ya wananchi 500 mkoani Lindi wanatarajiwa kufanyiwa uchunguzi na upasuaji wa tatizo la mabusha bila malipo, huduma ambayo itaendeshwa kuanzia Februari 9 hadi 25, 2026, ikiwa ni jitihada za serikali za kuhakikisha wananchi wenye tatizo hilo wanarejesha furaha yake. Ahmad Nandone kutoka Lindi ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Telak amesema kambi hiyo itafanyika katika hospitali ya rufaa Sokoine, ikiwa ni jitihada za serikali za kupambana na tatizo hilo ili kutokomeza kabisa ugonjwa huo ambao umekuwa ukiwanyima furaha wakazi wa mkoa wa Lindi. Kuanzia Jumatatu tarehe 9 mwezi huu hadi tarehe 25 mwezi huu kutakuwa na kambi maalum ya upasuaji wa mabusha itakayofanyika kwenye hospitali yetu ya rufaa Sokoine. Kambi hii inatarajia kuhudumia wananchi 500 kutoka kwenye maeneo yote ya mkoa wetu wa Lindi. Ni dhamira ya serikali yetu kuona kwamba tatizo hili la mabusha linakwenda kuisha. Aidha, mkuu huyo mkoa amewaasa wananchi kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kupatiwa huduma hiyo ya matibabu itakayoendeshwa na madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali za rufaa nchini. Huduma itakotolewa bila gharama, huku wagonjwa watakobainika kuwa na tatizo hilo watapatiwa huduma zote muhimu watakapokuwa wakisubiria kufanyiwa upasuaji. Watapata huduma za uuguzi bure, watakaolazwa kwa ajili ya upasuaji watapata huduma ya upasuaji bure, watapewa na chakula wale wagonjwa ambao watakuwa wamelazwa. Nia ya rais wetu ni kuleta tabasamu kwa Watanzania, na hii ni mojawapo ya hatua ambayo inakwenda kuwaletea wenzetu wenye mabusha tabasamu. Tutakuwa na madaktari bingwa walioko ndani ya mkoa wetu, lakini madaktari bingwa watatoka hospitali mbalimbali za rufaa ikiwemo Muhimbili. Mganga mkuu wa mkoa wa Lindi Dr. Heri Kyagwa amesema matumaini yake ni kuhakikisha wananchi wanaondokana na tatizo hilo ambalo si linakwamisha wajibikaji wa shughuli mbalimbali, lakini pia lina athari kubwa endapo litopatiwa matibabu ya haraka. Ni stara kwamba takuwa na mzigo ambao anatembea nao. Nishawahi kuwa na kufanyia busha operation mpaka kilo 20. Busha usipolitoa linaendelea kuongezeka, halipungui. Maji yanaendelea kwa kumleti siku hadi siku, linazidi kuwa kubwa zaidi, na ambao linaweza kuhitaji upasuaji ambao ni mkubwa zaidi. Kwa ukiwahi na unapata matokeo ambayo yaliyo bora zaidi. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Asante Ahmad Nandonde kwa taarifa hiyo kutoka Lindi. Kwingineko ni kwamba wananchi wa wilaya ya Kibiti mkoani Pwani wametakiwa kulinda vyanzo vya maji pamoja na miundombinu yake ili kuhakikisha juhudi za serikali za kuwafikishia wananchi huduma ya maji safi na salama vijijini zinaendelea kuwa endelevu. Tupate undani wa taarifa hiyo kutoka kwa Margaret Malisa. Akizungumza wilayani Kibiti wakati wa kikao kazi cha kuwajengea uwezo kamati tendaji pamoja na viongozi wa bodi za watumia maji, meneja wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini mkoani Pwani, Engineer Beatrice Kasibazi, amesema serikali imekuwa ikitumia fedha nyingi kutekeleza miradi mbalimbali ya maji vijijini, hivyo ni wajibu wa wananchi kupitia kamati hizo kushirikiana na RUWASA katika kutunza miundombinu hiyo ili iweze kudumu kwa muda mrefu. Kisoma hata sheria ya maji ya mwaka 2019 namba 5 katika vipengele vya 33 mpaka kufika kwenye 47, mtaona pale majukumu ya kamati tendaji, majukumu ya bodi ya maji, majukumu ya RUWASA, lakini nini uhusiano uliopo kati ya RUWASA na CBUSO. Tunaposema CBUSO sisi tunamaanisha bodi ya maji. Nyie bodi ya maji ndio watu ambao mko juu ya kamati tendaji. Kwa upande wake, meneja wa RUWASA wilaya ya Kibiti Engineer Ramadhani Mabula amesema kikao kazi hicho ni endelevu na kuwa ni sehemu ya mkakati wa RUWASA wa kuhakikisha wajumbe wa bodi za maji wamejengewa uwezo wa kufahamu majukumu yao, haki na wajibu wao katika kusimamia miradi ya maji kwa maslahi mapana ya wananchi. Sisi kazi yetu ni regulator tu. Regulator maana ni wadhibiti, lakini wanaotakiwa wafanye kazi masaa 24 ni bodi ya maji au chombo husika katika eneo hili husika la.
Baadhi ya wajumbe wa bodi ya watumia maji wa kijiji cha Bungu wilayani Kibiti wameshukuru RUWASA kwa kuwajengea uwezo, huku wakisema mafunzo hayo yamewezesha kufahamu majukumu yao na namna bora ya kusimamia miradi ya maji kwa ufanisi na uwazi. Mwanzo nilikuwa sina nachokielewa sawa, lakini tangu kuanza kupata mafunzo leo kidogo mawazo yangu yamekaa sawa na ninajua mipaka yangu wapi naanzia wapi na malizia wapi. Nijifunza mambo mengi na nimejua wajibu wangu ni nini. Kwa nitakapotoka hapa nitajua jinsi ya kwenda kueleza jamii ama kuwakilisha kina mama wenzangu wote jinsi ya utumiaji maji, jinsi ya uunganishaji maji. Margaret Malisa, Channel 10. Asante Margaret Malisa kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba shirika la kimataifa la hisani kwa watoto Save the Children limesema makundi yenye silaha jimboni Jonglei, Sudani Kusini yamechoma na kuzipola ofisi za shirika la misaada la Uingereza na kuharibu kituo chake cha afya. Esther Mtebe anatujuza zaidi. Shirika hilo limesema shambulizi hilo limetokea katika kituo cha afya kilichopo kwenye mji wa Walgak na kusababisha kusitishwa kwa huduma muhimu kwa mamia ya watoto na familia zao. Save the Children imethibitisha kwamba hakuna mfanyakazi wake yeyote aliyejeruhiwa katika shambulizi hilo la Sudan Kusini, lakini limelazimika kusitisha shughuli zake kwenye eneo hilo na kuondoa wafanyakazi wake. Mkurugenzi wa Save the Children Sudan Kusini, Chris Nyamandi, amesema ikiwa vituo vya misaada vinashambuliwa, ni raia hasa watoto ndio wanaathirika zaidi, kwani vitendo hivyo havikubaliki na lazima vikomeshwe. Shambulizi hilo limetokea siku ya jana Alhamisi baada ya hospitali ya madaktari wasio na mipaka MSF kuharibiwa kwa shambulizi la anga huko Lanken siku ya Jumanne na kuharibu ghala lake kuu. Esther Mtebe, Channel 10+. Asante Esther Mtebe kwa taarifa hiyo. Marekani na Irani zinakutana mjini Muscat nchini Oman kwa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani, ikiwa bado ajenda kamili ya mkutano huo haijabainika, huku Irani ikitaka vikwazo vijadiliwe. Miongoni mwa wawakilishi wa Marekani ambao wamekutana kufanya mazungumzo hayo na Irani ni mjumbe maalum Steve Witkoff na Jared Kushner, mkwe wa Rais Donald Trump, huku Wizara ya Mambo ya Nchi ya Irani ikisema Irani inapania kuyawekea mipaka mazungumzo hayo, kujikita katika mpango wa nyuklia wa Iran na kulegezwa kwa vikwazo. Habari zinasema Marekani ingependa kuongeza mada zaidi kwenye ajenda hiyo, ikiwa ni pamoja na mpango wa makombora wa Iran na msaada kwa washirika wake, ikiwa ni pamoja na kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza, wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon na waasi wa Houthi nchini Yemen. Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Mgeni Katibu Yahaya amewapongeza walimu wakuu wa shule za maandalizi msingi na sekondari mkoani hapa kwa juhudi zao za kuimarisha ufaulu wa wanafunzi, ikiwa ni pamoja na kupunguza idadi ya wanafunzi wanaopata sifuri. Taarifa ya Masanja Mabula inafafanua zaidi. Akizungumza na walimu hao katika ukumbi wa mikutano wa shule ya sekondari ya Utaani, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Mgeni Katibu Yahaya amesema hatua hiyo ni msingi muhimu wa kuinua sekta ya elimu na mustakabali mwema wa wanafunzi. Ni karibuni tu tumeweza kupata matokeo ya ngazi tofauti, ikiwemo darasa la 7, darasa la 10 na darasa la 12. Miundombinu ile iliyowekwa kule, kila mwalimu mkuu na msaidizi aone kama ni nyumba yake ya nyumbani kwake. Ukitokezea uharibifu ukuume. Naye mkuu wa wilaya ya Micheweni Hatibu Jua Mjaja amewataka walimu kuongeza juhudi katika kuinua kiwango cha taaluma ndani ya mkoa huo. Sasa tusije tukalewa matokeo haya tukawa tuna 91. Mimi nataka tuangalie hizi ambazo zime kule Micheweni nayo moja Kihuyu kule matokeo si mazuri, lakini hapa mjini hapa iko moja matokeo si mazuri. Ufaulu wa daraja la pili nao umeongezeka kwa 3%, kwani mwaka 2024 ufaulu wa daraja la pili ulikuwa ni 53.3, ambapo mwaka huu ulikuwa ni 56.2. Ufaulu wa daraja la tatu nao umepungua kwa 3.6,
ukilinganisha na mwaka 2024 ambapo ufaulu wa daraja la 3 ulikuwa ni 22.4. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Taarifa ya Masanja Mabula na tuwekea utuo kwenye habari za kitaifa na kimataifa. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakwenda kuzitazama habari za biashara na uchumi. Mimi ni Eden Bahati, usiondoke.